Hii unayosikiliza ni MTV1 Online inayokutangazia toka eneo la Uswahili. Tunasikika tokea maziwa makuu na Afrika Mashariki na mashariki mwa Kongo DRC. Leo ni Jumanne Novemba 18. Jina langu Dr. Benitambo Mkandirwa Walimete. Taarifa kuu siku ya leo ni ukosefu wa usalama kuendelea kuripotiwa wilayani Lubero na Beni, Kivu Kaskazini. Kufuatana na hayo mauaji ya kila siku ya wanamgambo wa ADF katika mtaa wa Lubero kwenye sekta ya Bapere, tunaomba serikali itumie nguvu zaidi. Wanajeshi wa DRC waliokimbilia Uganda wakati eneo zao zilipochukuliwa na waasi wa M23 warudishwa nyumbani. Tunakuja hapa witness ama kushuhudia jinsi immigration ya Uganda inarudisha kwa immigration ya Kongo askari wa Kongo waliojisalimisha. Ni hayo kwa siku ya leo. Moja kwa moja tunaanza na taarifa zetu kutoka manzi ya sekta ya Bapere, ambako shirika za kiraia zatangaza mgomo kutokufanya kazi shule, kilimo na kupunguza wauguzi katika hospitali kutokana na ukosefu wa usalama, wakiomba kundi la wazalendo wa IPLC kuondolewa eneo hilo. Eneo la Mangurujipa ikiendelea kushuhudia wakimbizi wengi wa ndani wanaokimbia vijiji vyao mbalimbali kuhofia usalama. Maliyebwana Etumba Babia ni mkuu kiongozi wa shirika mpya la kiraia akiwa Mangurujipa. Salama yarudi Mangurujipa sababu eneo yote ya Mangurujipa akse Mangurujipa ingali inadhibitiwa na ADF Nalu. Kundia ya mugini Byambwe ilishikwa na watu ya sio na nini. Wa ADF walifika pale wakaua wamama wenyewe walikuwa ndani ya hospitali, wanaacha watoto. Hesabu ya wamama karibu 26 waliuawa, wakachoma hata manyumba mavyango, wakakuya kupona manyama za watu, mambuzi, makondolo na hata ngombe pale mavyango. Hapa sasa hali inaanza tulia sababu waliingia sehemu ya Masingi Kere. Wangali kule tunakosa kama wanafichamia wapi, na FARDC iko na wafata tayari. Mnadhani kitu gani kinahitajika? Tunahitajika kila kitu yote, hasa zaidi hatuna msaada ya kupata namna ya kukula, dawa, mavazi na kadhalika. Njala itaua watu, hakuna gisi ya kufanya na kuongezeka ku serikali, sababu nia ya ADF walipenda wafike muhii masiku ya mwisho wa mwaka wakiatake nini sehemu ya sekteri ya shefli ya sekteri ya Bapere na Nziapanda. Je, wakulima, wachimba madini, wafugaji wanaendelea na kazi zao kama kawaida katika vijiji mbalimbali ama nini? Hakuna mwenye mkulima hafanye kazi yokote pondeni yote mgrupema nani sekteri Bapere kuna grupema 6 yote watu wanafungana hapa Mangurujipa. Hakuna mwaya kupata vyakula, hakuna wachimbaji, hakuna mwaya kuchimba madini, wanafunzi hawasome masomo. Donge ni shida sana, waganga wote wanakimbia. Aloro tunakosa tulilie nani? Wakazi wa chini ambao wewe kama kiongozi wa mashirika ya kiraia, wakazi wale wa chini wana vijiji wanakuambia nini? Wananchi wanasema tuweze tu kulilia wakubwa wenyewe wako na mamlaka, wazidi kutuma msaada mbalimbali juu ya kutatua ile shida, sababu shida mrefu. Hata huko naona watu wanakosa, mnaangaliana tangu busubuhi magharibi, watoto wako na njaa, masomo haingie, hospitali shida, donge usalama kwenda kukata hata sombe haiko, bado hakuna chimba madini hakuna. Hapa niko nazunguka, hapa niko na chef de agglomeration mabuo kojeri kimbiaka, tuko nabo hapa na pengine hapa tunakosa tukule nini na tunakosa tulilie nani. Hatuna nafasi ya kuleta msaada kama tunaweza kupata msamaria mwema wa kukua kuokoa watu wa sehemu wa Mangurujipa, sekteri mzima ya Mangurujipa ya Bapere kutoka njia ya Butembo, Buyenga. Baadhi ya wabunge wakiomba serikali ya Kinshasa kuwapa usalama wakazi wa Lubero, haswa sekta ya Bapere, kwani ni sehemu ya wakazi wa DRC ambao hawawezi kuachiliwa. Eze Kanendu, mbunge wa Lubero. Kufuatana na hayo mauaji ya kila siku ya wanamgambo wa ADF katika mtaa wa Lubero kwenye sekta ya Bapere, tunaomba serikali itumie nguvu zaidi
kulingana na hiyo mateso ambayo raia wamekwisha kupata, sababu hakieleweki kuona watu wanauawa kesho yake na serikali inakuwa kama inapachika mikono, haifanye lolote. Jinsi wameweza kusimamisha mapambano ya M23 ambayo ilikuwa kama kikwazo kwa kuendelesha mapambano fasi mbili, inabidi sasa hiyo nguvu zote na ndege ambazo za kivita ambazo walikuwa wakitumikisha kwenye mapambano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na M23 iweze kukuja kufanya kazi na kusaka hawa wanamgambo porini popote ambapo wanapatikana, sababu hawa ADF wanajificha katika pori na misitu ambapo askari wana gumu ya kuweza kuingia huko na kuweza kuwasaka. Sasa kama hizo ndege zitafanya kazi huko, inaweza kuleta suluhisho bidii sana, na inaweza kuleta amani kamilifu iweze kurudia katika maeneo ya huko Lubero. Huku mbunge wa zamani wa Lubero Lusenge Bonane akiomba serikali kuwajibika, kwani ndio wana mamlaka ya kulinda raia na mali yake. Mimi kama bunge wa zamani Lusenge Bonane Jerome 2006 mpaka 2023 inatoa pole kwa population ya Bangurijipa yote sekteri ya Bapere, kisema kwa juu ya mauaji iliyofanyika pale na wale ambao wanaitwa, hatusadiki kama ni vile wanaitwa ADF Nalu. Walianza mauaji kutokea mgini ya Maiba, pahali waligongana wale na wa FRDC, na ni pale waliua premier supplier wangu jina lake Kasereka Muhairwa Josephat. Ilikuwa siku ya 4 tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka 2025. Kutokea pale wakaendelea wakafika mgini wanaita Kianganda. Ilikuwa siku ya 5, pale waliumiza mtu mmoja na silaha. Ile mgini Kianganda wanaita jina lingine la pale wanaita Bujumbura. Ilikuwa siku ya posho samedi, wale wenye kuitwa ADF walifika Byambwe, pale wakaunguza nyumba 16 na kuua watu karibu 20. Wakaunguza pia hospitali Centre de Sante, pale pia wakabeba madawa zote zenye zilikuwa ndani ya Centre de Sante. Wakatoka pale wakaendelea mgini Mabyango, kisha wakapitia Vinjo na Tuta, pale waliua watu 2, mpaka wakaendelea mgini mwingine wanaita Masingi. Ni kule walikutana na maimai wanaoita Wamuola wanaoongoza na mtu anayeita Leblanc. Huyu akafanya resistance mpaka akanyang'anya madawa na kufungua watu ambao walikuwa waotage na kuua wale wa ADF wengi. Alafu tunaendelea kuomba serikali yetu ya Kongo isaidie kuelewesha hili jambo la ADF ni nini kabisa, kwa sababu nilipoanza ilikuwa ngambo za Beni, kwa sababu mateso inapita mingi mpaka watu wanakufa. Serikali ya leo, angalia ni nini yenye kupatikana pale, na uangalie njia gani, relation gani iko nayo. Kwa sasa eneo hilo likishuhudia hofu kubwa. Tukitoka Lubero tunarudi katika mji wa Beni, makao makuu ya uongozi wa mkoa wa Kivu Kaskazini upande wa serikali ya Kinshasa, ambako ukosefu wa usalama kwa sasa wazidi kuchukua hali mbaya, ukishuhudiwa mauaji na wizi wa mali ya raia, japo ndio sehemu ya wakuu viongozi wa mkoa wanaoshutumiwa watu wenye silaha. Wafanyabiashara kwa sasa wakiwa na hofu ya kuishi katika mji huo na kuomba gavana Somo Kakule kuwajibika na kuhakikisha usalama wa wakazi na wafanyabiashara unahakikishiwa, kwani wakazi hao ni raia wanaokuwa na haki ya kulindwa. Tukibaki huko Beni ni kwamba askari jeshi wa serikali ya DRC waliokimbilia Uganda siku zilizopita baada ya eneo zao kudhibitiwa na M23
wamekabidhiwa kwa serikali ya DRC. Jeremy Hassan Kiawere na taarifa zaidi. Daftari hiyo imefanyika Jumatatu Novemba 17 mwaka 2025 katika mji mdogo wa Kasindi Lubiria mpaka na Uganda, mbele ya wakuu kadhaa wa kijeshi wa nchi hizo mbili. Gavana wa Kivu Kaskazini upande wa serikali ya Kinshasa, Meja General Somo Kakule Evariste, aliyewakilisha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, apongeza ushirikiano bora kati ya serikali ya Kampala na serikali ya Kinshasa. Meja General Somo Kakule Evariste na kuwa Governor ya province ya North Kivu hapa Kongo, inayokuwa province jirani na Uganda. Na ninakuja hapa kama nasindikizwa na officers wawili, Major General Mugerwa ya Uganda na Brigadier Mugisa ya Kongo, wanaotumika pamoja kwa siku nyingi sasa. Tunakuja hapa witness ama kushuhudia jinsi immigration ya Uganda inarudisha kwa immigration ya Kongo askari wa Kongo waliojisalimisha kutoka huko sehemu wajambazi wanamiliki nchi pande kidogo ya province ya kwetu, wakaingia Uganda. Na tumefurahi kuona wale askari walikuwa huko kama wanatunzwa vizuri, walikuwa kwa nchi ndugu na rafiki. Nashukuru sana kwa viongozi ya jeshi ya Uganda kwa kufanya kazi hiyo na kuwarudisha hapa Kongo leo. Na siku zitakuja kama kunakuwa kesi zingine kama hizo pande ya Kongo ama ya Uganda, lazima tuendelee kwa undugu na urafiki huo. Ndio maana tuko hapa. Kumbuka kwamba ni tangu Januari 27 mwaka 2025 mji wa Goma ulidhibitiwa na waasi wa M23 na kupelekea baadhi ya askari wa FARDC kuvuka mpaka hadi nchini Uganda. Jeremy Hassan Kiawere, MTV, Beni. Tukitoka huko Beni tunarudi Masisi ambako wana mapinduzi wa AFC M23 waendelea na hamasa katika eneo zao nyingi wanazodhibiti katika miji kama vile vijiji. Kwa taarifa zaidi tunaungana naye mwenzetu Abel Tsongo. Karibu mtazamaji wa MTV Online. Leo tupo kwenye milima ya Nenero. Nenero ni mojawapo wa vijiji vya Masisi magharibi mwa mji wa Sake, Kivu Kaskazini. Kukamata silaha ya M23 ni kusudi kila mkongomani akuwe na amani. Mkongomani atembe utoke hapa, kama utenda Butembo usisikie kama uko mkongomani. Mtu wa Butembo atoke ende nani Bunyakiri aye ni mkongomani. Utoke hapa ende Kinshasa ukuwe mkongomani. Si ni vile? Alors, njoo ile yenye tunapiganisha kitu banaita ubaguzi. Baka kangu bandugu yangu M23 kita ubaguzi ile hatutaelewana. Tunapenda kila mtu ajisikie jinsi Mungu alimubaka aishi vile. Si ni vile? Ndiye sana kamarade Serinde kuzika ujumbe wake kwa hotuba yake nzuri ya kuwahimiza tena kukua na umoja. Umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Eneo hili lipo mikononi mwa AFC M23. Juvenal ni mkuu kiongozi wa mobilization Kivu Kaskazini kutoka ofisi ya uongozi wa Bahati Erasto Musanka. Juvenal aomba wakazi wa eneo hili kuwa watulivu. Sisi tumekuja hapa kuwakilisha liwali wa jimbo. Liwali wa jimbo alituambia tukifika hapa tuwasalimu na tuwapatie pole kwa magumu ambayo mlipitia hapa, kwa sababu watu wengi hapa walikuwa wakimbizi huko Goma, huko Mugunga, lakini sisi lengo letu ni raia kabisa jisantere kwamba amekombolewa. Ndio maana tunakuwa kuongea na nyinyi kusudi mtuambie bwana, viongozi ambao mmetuwekea wanatutumikia mzuri, lakini kuhi kitu hatuelewane nao, tukitatue pale pale, hapana kuwanyanyasa. Ubaguzi sisi hatutaki na tunaigombanisha na mtu ambaye iko na ile mbegu ya ubaguzi, hatumutaki kabisa. Japo mapigano bado yashuhudiwa Kivu Kusini, eneo la Shabunda na sehemu nyingine wilayani Walikale, ambako wazalendo wakiungana na jeshi la serikali watwangana na M23. Wakazi kwa upande wao wakiomba amani na usalama. Tuhitimishe taarifa zetu za habari huko Tanzania, ambako Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewaapisha mawaziri
na manaibu waziri ambao wanaiunda sasa serikali mpya. Mimi Abdallah Hamis Ulega hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Abdallah Hamis Ulega hapa kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za waziri wa ujenzi, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa yote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Anthony Peter Mavunde na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Anthony Peter Mavunde na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za waziri wa madini, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Hii ikiwa ni baada ya uchaguzi wa siku iliyopita. Ni hayo kwa siku ya leo. Karibu na siku njema.